Kwa majina naitwa Epines Matei Lugendo, natokea kijiji cha Lugono, nasoma shule ya sekondari Kipela. Tulikuwa tunatoka umbali zaidi ya kilomita 8 kuja shule. Pia tunamshukuru Sister Felix kwa kutuletea msaada huu wa baisikeli. Na pia tuketoka nyumbani kuja shule, tunakutana na Masai, wanatukimbiza, wanaturushia mawe. Tunakutana pia na wanyama poli kutukimbiza ovyo. Hii baisikeli nilotupa, nitaweza kuwahi shule, nitaweza kufanya mitihani yangu vizuri, kusoma vizuri, kuhudhuria masomo mengine ya darasani. Kwa majina naitwa Magdalena Damas Chomba, nasoma shule ya Kipela sekondari form 3. Natokea kijiji cha Lugono ambao umbali wake ni zaidi ya kilomita 8. Changamoto ambazo tulikuwa tunapitia kutoka nyumbani kuja shule, tunakutana na Masai njiani, wanatukimbiza, wanyama wakali. Tunawashukuru sana EGG kutupatia msaada. Asanteni sana. Tunamshukuru pia Sister Felix kwa kutoa msaada wake mkubwa sana, tunamshukuru. Naitwa Jumanne Mpinga, mkurugenzi wa asasi ya kiraia ya Education Gate for Growth Tanzania, ambayo makao yake makuu ni hapa mjini Morogoro. Asasi hii inajishughulisha na shughuli za kushauri na kufanya interventions katika sekta ya elimu, na tunashauri serikali, tunashauri sekta binafsi, na pia tunashauri sekta ya tatu kwenye eneo la elimu. Kimsingi tumebuni mradi huu kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi wanaotoka mbali na shule, hususan watoto wa kike. Watoto wa kike wanapata changamoto nyingi, ikiwepo vishawishi vya lifti za bodaboda, lakini vile vile kama ulivyoona kwamba watoto wengi wanatoka katika maeneo ya mbali. Lugono na Vitonga ni maeneo ya vijiji vingine ambavyo katikati hapa kuna pori. Kwa hiyo kuna hatari ya wanyama na umbali wa kutembea. Kila mmoja anafahamu kwamba akili ya mwanadamu inabaki kwa constant, isipokuwa uwezo wa kuitumia akili unapungua kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuchoka, ikiwepo maradhi na vinginevyo. Kwa hivyo moja ya sababu ya kuleta mradi huu hapa ni kuwafanya wanafunzi waweze kushiriki katika zoezi la kujifunza kwa ufanisi. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba miaka ya zamani wengi watakumbuka kwamba kulikuwa na mchaka. Leo hii mchaka almost umepungua. Kwa hiyo baisikeli hizi zinawasaidia pia wanafunzi si tu kwa kuwahi shuleni, lakini pia kwa kuwasaidia kufanya mazoezi. Wanafika shuleni wakiwa tayari wameshafanya mazoezi, na kila mmoja katika wataalamu wa elimu wanafahamu nafasi ya mazoezi katika ujifunzaji. Kwa hiyo hapa tumekuja na baisikeli hizi tukiwa na lengo la kuhamasisha wadau wengine kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi, badala ya kutumia airtime nyingi kwenye kukosoa, lakini muda mwingi zaidi ukitumia katika kile kidogo ulichokuwa nacho ukasaidia madaftari, kile kidogo ulichokuwa nacho ukasaidia madawati, kile kidogo ulichokuwa nacho ukasaidia vifaa vya usafiri kama hivi ambavyo tumetoa. Kwa hiyo sisi kama Education Gate for Growth Tanzania tuna wadau mbalimbali ambao wanatusaidia kutoka katika nchi mbalimbali. Tuna wadau kutoka Switzerland, tuna wadau kutoka Ujerumani, tuna wadau kutoka Uturuki, na baisikeli hizi ambazo ni kwa lengo la kupromote mradi huu zimekuwa supported na mkurugenzi wa idara ya sekondari wa nchini Uturuki, dada Filiz. Kimsingi ni kwamba baisikeli hizi 60 si haba. Kwa wanafunzi ambao walikuwa wanatembea kwa mguu na walikuwa wanachelewa kuja shuleni na pengine ilikuwa inawasababisha kufeli katika masomo yao ama kushuka katika ufaulu wao, itawasaidia. Lakini vile vile asasi yetu inasaidia katika miradi mingineyo. Hivi karibuni wiki iliyopita tumefungua miradi ya visima vitatu katika kata hii. Katika kata hii tumefungua miradi mitatu ya visima virefu vya maji katika shule ya msingi Vitonga, shule ya msingi Mbuyuni, lakini vile vile katika shule ya msingi Kinyenze, na shule nyingi za mkoa wa Morogoro, especially za manispaa ya Morogoro. Takriban zaidi ya 60% visima vyake vimechimbwa na asasi ya Education Gate for Growth Tanzania. Naitwa Mwalimu Jumanne Nyakirangani, mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Morogoro. Kwa sasa niko shule ya sekondari Kipela, nafundisha hapa,
Tukio lililokuwepo hapa ni tukio adhimu sana, ni kuonesha ni namna gani hawa waliokuja na hili tukio wanaunga juhudi za elimu kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Zoezi lililokuwa linafanyika leo ni kwa ajili ya kuwagawia baisikeli watoto wanaotoka mazingira magumu na umbali wa shule ya sekondari Kipera. Mfano, maeneo yaliyoanziwa kugawiwa hizi baisikeli ni Vitonga, wamegawiwa pia na wanafunzi kutoka Rugono. Wanafunzi hawa hawajabaguliwa katika kugawiwa, ila wamepewa kipaumbele kulingana na mazingira yao. Wanafunzi hawa waliogawiwa ni wa vidato mbalimbali, kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne. Kwa hiyo wanafunzi wote wamezingatiwa, lakini tumewapatia kipaumbele zaidi wanafunzi ambao ni wa kike kulingana na umbali wanaotoka. Hivyo sasa nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru walioona hili wazo la kuja kuwagawiwa wanafunzi hawa baisikeli. Nikuhakikishie sasa mambo yatakwenda vizuri kwa wanafunzi wetu hawa, kwa sababu wamepata nyenzo ya usafiri, na umbali wanaotoka kwa hawa wanafunzi tuliowapatia baisikeli leo ni takriban kilomita 6 hadi kilomita 8, umbali wanaotembea kutoka kwa wazazi wao hadi shule ya sekondari Kipera. Kwa hiyo hizi baisikeli, ndugu mwandishi, nikuhakikishie zitawarahisishia wanafunzi hawa kufika shuleni kwa wakati na kuwahi vipindi tofauti na ilivyokuwa awali.